Karibu Tuzo Online. Tumwaita hapa ina mambo kama 5 hivi au 6 ya kuyazungumza. Mambo 5 au 6 ya kuyazungumza. Jambo la kwanza ambalo ni vyema nikaanza nalo kwa sababu tumepokea simu, tumepokea message zisizokuwa na idadi, wanayanga na wadau mbalimbali wakiuliza hali ya mchezaji wetu Pacome Zouzoua ambaye alipata jeraha baya sana siku ya jana kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Wadau walitamani kujua nini kimeendelea baada ya pale. Mchezaji wetu Pacome Zouzoua baada ya kutolewa jana uwanjani kwa msaada wa ambulance alipelekwa moja kwa moja kwenye hospitali ya Aga Khan, na kwa sababu ya jeraha lake kuwa baya kama ambavyo mmeliona, na nisingependa sana kwenda kwenye details kuzungumza kuhusu jeraha lake, tulimpeleka Aga Khan na kaingia moja kwa moja emergency, na jopo la wataalamu pale Aga Khan kwa kushirikiana na madaktari wa klabu yetu Young Africans wakakubaliana baada ya kushauriana kwamba jeraha lile halitakiwi kucheleweshwa kupatiwa matibabu. Kwa baada ya discussion tukakubaliana na uongozi ukatoa baraka zake Pacome Zouzoua afanyiwe operation jana kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, majira ya saa 8 usiku operation hiyo ilikuwa imekamilika kwa mafanikio ya 100%, na kwa mujibu wa ripoti ya madaktari watakuwa na wiki 6 za kumwangalia baada ya operation hiyo, ambayo itakuwa ni uangalizi wa awali. Alafu baada ya hapo tutakuja kuwapa taarifa sasa Pacome Zouzoua anaweza kuwa nje ya uwanja kwa kipindi gani. Narudia, sitapenda sana kuzama kwenye details ya jeraha lenyewe kwa sababu kila mmoja ameona. Na jana najua wanayanga wengi jana tulikuwa na hizo mixed feelings. Kuna wakati tulikuwa na furaha kwa sababu tumechukua ubingwa wa 5 mfululizo, lakini ndani ya mioyo yetu kuna simanzi ilikuwa inatembea kwa sababu mwanajeshi wetu mmoja ambaye tangia ameanza kuvaa jezi ya klabu yetu amekuwa akijitoa kwa 100% kwa ubora wake mkubwa kuhakikisha klabu yetu inapata mafanikio. Hatukuwa naye kwenye sherehe za jana, yeye alikuwa yuko hospitali tena akitakiwa kufanyiwa matibabu ya haraka iwezekanavyo. Ilituumiza sana sana. Wakati wa mapumziko vilio vilitawala kwenye dressing room yetu. Nichukue fursa hii kumpongeza sana one of the senior player kwenye timu yetu, Salum Abubakar Shuaboy, ambaye aliplay part kubwa mno kuhakikisha anazungumza na wachezaji wenzake kuwaweka sawa warudi kiakili kuicheza second half ya jana. Experience yake ilitusaidia kwenye dressing room, lakini hali haikuwa nzuri. Simanzi ilitawala kwa sababu ni jeraha kubwa kutokea kwa mchezaji, na nafikiri kwenye ligi yetu kwa uwanjani baada ya muda mrefu nafikiri ndio jeraha ambalo tumekutana nalo kwenye ligi yetu. Jeraha ambalo unasema kwa ukubwa ambao limetokea kwa Pacome ndio tumeliona na wachezaji wamelishuhudia. Kwa hiyo hali haikuwa nzuri vyumbani, lakini alhamdulillah Shuaboy aliplay part kubwa kuhakikisha anatuliza ile hali kwenye dressing room na watu wanarudi kupambana kipindi cha pili tuweze kupata ubingwa wetu. Majukwani pia niliona mashabiki ni kama moto ulikata hivi.
na hata ukifuatilia binafsi mimi sikuweza kuposti kitu kingine chochote zaidi ya posti yetu ya ubingwa basi. Posti ile tu ya ubingwa basi, kwa sababu mbali na kuwa kiongozi wa klabu ya Yanga na kuwa mwanachama wa hii klabu, Pacome ni miongoni mwa wachezaji ambao mimi nawakubali kweli kweli, yani nawapenda. Ni aina fulani wachezaji ambaye namhusudu wanapokuwa uwanjani, alafu ni rafiki yangu pia wa karibu. Ni mtu ambaye timu ilipowasili uwanjani akaniangalia usoni akaniambia, leo kama una mashaka hivi, lakini usijali, tutakupambania hapa upate medali yako ya 5 leo, ufurahia hapa. Kwa yale maneno yale na ile motivation alionigea wakati timu inawasili yalikuwa yamebaki kwenye kichwa changu. Machela yanatoka hivi, daktari pale nikanamuuliza, na wengine kama wakawa wanatuficha viongozi exactly kutuambia nini kimetokea pale, mpaka daktari aje atuambie baadaye. Lakini ilinikata moto, na ilikata moto pia mashabiki wengi wa Yanga nami. Kwa kuna simanzi fulani hivi iliingia ambayo hatukuwa tumeipanga, lakini tunasema alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Na nimeona wenzetu wa JKT Tanzania kupitia kwenye kurasa yao ya mitandao ya kijamii ya Instagram wametoa barua ya pole kwa klabu ya Yanga na kwa wadau wa mpira wa miguu kwa ujumla. Nimeona pia yule mchezaji somebody Wahabi jina lake nafikiri, na yeye amepost akimpa pole Pacome Zouzoua na akielezea anavyojisikia baada ya tukio lile. Na leo asubuhi nimepokea simu ya kaka yetu kwenye tasnia ya usemaji Masao Bwire akinipigia na akiniuliza taratibu zinakwendaje, wanatamani kuja na wao kumtembelea Pacome Zouzoua. That's football. Hiyo ndio football. Yaliyotokea ametuhuzunisha, but ndio football. Na kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tuambie wenzetu wa JKT Tanzania tumepokea pole yao na tunasubiri taratibu za wenzetu pale Aga Khan. Kijana ameamka, yuko vizuri. Nimeona hata wakati nakuja hapa ameposti status kwenye namba yake ambayo na namba zake akishukuru watu mbalimbali kwa message ambazo wamemtumia za kumtakia pole. Kwa hiyo JKT tutawajibu, na kama wako wadau wengine wangetamani kwenda kumtembelea Pacome Zouzoua, haliko kwenye himaya yetu, lipo kwenye himaya ya hospitali, tutafata utaratibu kadri ambapo tutaelekezwa na wataalamu wetu pale Aga Khan. Pia nimeona kwenye mitandao ya kijamii wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans wakituomba na kutushauri viongozi tutengeneze mkeka wa kuchangia matibabu ya Pacome Zouzoua. Ni jambo zuri, ni wazo zuri wamewaza, lakini nichukue fursa hii kuwaambia wanachama na mashabiki wa klabu yetu ya Yanga, matibabu ya Pacome Zouzoua 100% yamegharamiwa na uongozi wa klabu hii. Kwa hiyo tunashukuru kwa moyo wao wa upendo waliouonyesha kutamani kushiriki kwenye matibabu ya mchezaji huyu, lakini uongozi umechukua jukumu hilo kwa 100% na tayari kijana yule ameanza kufanyiwa matibabu. Kwa hiyo kama una namba ya Pacome, una DM, unaweza kumtumia message ya pole na atasoma, lakini taratibu za malipo uongozi wa klabu ya Young Africans umeugharamia kwa 100%. Kwa nikasema nianze na hili kwa sababu limeulizwa sana na lilikuwa linahitaji kutolewa taarifa kwa sababu watu wengi walikuwa wameguswa nalo. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kwa pamoja
tumtakie profesa wa mpira Pacome Zouzoua, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka, aweze kurudi kuendelea na majukumu yake. Nitakuwa mtu wa ajabu nisipolisema hili. Wako wapuuzi wachache jana, wakati Profesa Pacome Zouzoua anakaribia kuingia kwenye chumba cha upasuaji, kuna watu kwenye moja ya redio wakawa wanajadili eti hatima ya mkataba wa Pacome. Pacome anajiandaa kuingia kwenye chumba cha upasuaji, yuko mtu akaanzisha mjadala kwenye moja ya redio, anasema Yanga itakuwa ngumu sana kumvumilia huyu. Ni vitu vya hovyo, vitu vya kipuuzi kabisa ambavyo viliendeshwa na baadhi ya wenzetu kwenye tasnia. Pacome bado ni mchezaji wa Young Africans na bado kwenye mkataba wake ana mwaka mmoja kuitumikia hii klabu. Ukiachilia mbali mambo ya kimkataba, klabu yetu Young Africans tumekuwa na kipaumbele kwenye kujali afya za wachezaji wetu. Hicho ni kipaumbele namba moja cha viongozi wetu. Amepata majeraha mchezaji Kwasi Atola yao hapa, na akiwa kwenye majeraha yake tulimpa mkataba mpya ili tuweze kumtibu. Akiwa kwenye majeraha tulimpa extension ya mkataba ili tuweze kumtibu, kwa sababu ni familia yetu. Aliumia mchezaji hapa Yakuba Sonyi, tulimtibia mpaka akapona akiwa na mkataba wetu, na tulimuongeza mkataba akiwa yupo kitandani. Sasa sijui agenda behind. Wenzako anakwenda kwenye chumba cha upasuaji, agenda behind una push kwamba Yanga waachane naye. Vitu vinatia simanzi sana hivi. Nikataka niliweke sawa hili kwa wenzangu ambao ni waandishi wa habari. Angalau tu tunaangalia basi timing ya hizo story. Yaani immediate mtu katoka kupata jeraha kubwa kabisa, wewe unakwenda kujadili hatima yake na Yanga eti. Huyu Yanga wataachana naye. Kweli? Kweli jamani, immediately baada ya mtu kuumia. Ndio tumekosa agenda za kujadili kwenye vipindi kiasi hiko yani. Basi weka agenda pia unakuwa negative kwamba ataachwa huyu. Mifano unayo kibao ambayo klabu hii imeshiriki kwenye matibabu ya wachezaji. Mchezaji wetu Clement Mzize is one of the best paid players season hii, si ndio? Tumikia mkataba wake akiwa majeruhi na hamjawahi kusikia. Maana nilitegemea hiyo ndio iwe content basi. Mngeenda kumhoji Mzize, posho zako zinacheleweshwa, mshahara wako vipi? Hamjawahi kusikia hata siku moja akilalamika huyo mchezaji, lakini mna pick negative side of the stories. Lengo sijui sana ni nini pale yani. Kwa niwaambie wana Yanga, Pacome Zouzoua ni mchezaji wa klabu Young Africans na kimkataba bado ana mwaka mmoja, na matibabu yake yote yatakuwa chini ya Young Africans Sports Club mpaka atakapokuwa sawa na Mwenyezi Mungu atapomjalia kurudi tena uwanjani kutupa raha. Kwa hii inaliweka very clear, lieleweke. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Idrisa. Asanteni sana pia ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuja kwa wingi makao makuu ya klabu yetu hapa Jangwani jijini Dar es Salaam. Nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kumaliza msimu wa 2025-26 tukiwa salama kabisa. Mbona kama mjatulia hivi? Mko tayari kweli? Kama watu wanapita huku mwingine anawashahiki, tulieni kwanza jamani. Sawa
Nichukue fursa hii kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha wote kwa maana ya wadau wa mchezo wa mpira wa miguu, vilabu, viongozi na wa kipekee kabisa ndugu zangu waandishi wa habari kwa kumaliza msimu wa 25-26 ligi kuu ya NBC tukiwa salama kabisa. Wako ambao tulianza msimu pamoja tukiwa na afya njema, na leo tunakutana tena makao makuu hapa, msimu wa ligi kuu ukiwa umalizika, Mwenyezi Mungu akiwa ametujalia tena baraka ya afya njema. Kwa tusemeni alhamdulillah, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Na kama wako wenzetu ambao wamepata matatizo, wamepata changamoto mbalimbali za kiafya katikati ya msimu huu, basi Mwenyezi Mungu awajalie waweze kupona na msimu ujao tuwe nao pamoja. Na wale wenzetu ambao msimu huu wa 25-26 ahadi yao iliandikwa katika kipindi hiki, kama ambavyo sisi wote ambao tumekuja hapa, ambao watufuatilia sasa hivi mubashara kupitia Azam TV, uko msimu na sisi ahadi yetu imeandikwa hapo, pumzi yetu ya mwisho itafika. Kwa wale ambao pumzi yao ya mwisho ilifika kwenye msimu huu, tuseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu awapunguzie adhabu na wajalie makazi mema uko walipokwenda.